Karibu katika simulizi na historia ya mkoa wa Tabora. Kwa mikoa yote ambayo inapatikana katika kanda ya Ziwa, basi hauwezi ukaacha kutaja mkoa wa Tabora kama mkoa endelevu ambao umeweza kuwa na maendeleo makubwa sana. Katika historia hii tutaenda kupitia katika simulizi ambayo inamhusu Chifu Isike, Mtemi Isike ambaye alitamba sana katika nyanda hizo. Tutaenda kumchambua kwa kina ili kuaje na mpaka kufariki kwake. Doti hizo nitakupa hapa katika simulizi hii. Mimi ni Dr. Alexander Skodrizi. Hii ni Usuku TV. Tabora iko katikati ya sehemu magharibi mwa Tanzania, katikati ya barabara kuu za kale za biashara kati ya pwani ya bahari ya Hindi na bonde la ziwa Tanganyika, kwa maana ya ziwa ambalo linapatikana katika maeneo ya huko Kigoma kuelekea Kongo, ambapo ilianzishwa kama kituo cha biashara kabla ya mwaka 1830. Wakati wakazi wa mkoa wa Wanyamwezi walikuwa na maarifa ya karavani za biashara za pembe za ndovu, watumwa na bidhaa nyingine kutoka katikati ya bara hadi pwani. Kuingia kwa wafanyabiashara na utamaduni wa Kiarabu Waswahili. Mnamo mwaka 1850 wafanyabiashara wa Kiarabu na Waswahili waliwekwa na kuweka makazi yao ya kudumu karibu na mji wa Tabora. Ilijulikana kupita kama Kazee, ikiwa ni mahali pa malisho ya chakula kama viazi vitamu, matobolwa, Wanyamwezi wanaita. Jina lilobadilika kwa wakati huu wa Tabora. Katika miaka hiyo, miaka ya ukoloni wa Kijerumani na vita ambavyo viliendelea, Wajerumani walitangaza eneo la Tabora kuwa ni sehemu ya German East Africa. Katika miaka 1880 ilihitaji viwasho vya kijeshi kushinda upinzani wa wenyeji. Kando ya mapambano hayo, mkoa huu ulikuwa kiungo muhimu cha reli za Dar es Salaam, Ujiji na mikoa mingine. Vita vya Tabora mwaka 1916 vilihusisha vikosi vya Ubelgiji na Kijerumani vilivyopigana wakati wa vita kuu ya kwanza ya dunia, ikitoa ushawishi wa kijeshi na kisiasa katika eneo hili. Baada ya uhuru wa maendeleo ya kisiasa, baada ya uhuru wa Tanganyika, sasa Tanzania, Tabora iliendelea kuwa kimuundo na kisiasa iliendelea kupanuka na kukua kiutamaduni pia. Mkutano wa tano mwaka 1958 kumradhi, ulizungumzwa kama umuhimu katika harakati za kisiasa kuelekea uhuru. Tabora pia ni sehemu ambako Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisoma kabla ya safari yake ya kisiasa, jambo lililotajwa na viongozi wa kisiasa kama chanzo cha kujivunia katika historia hii. Mtemi Isike, mwana wa Kiyungi, hadithi ya kiongozi wa Wanyanyembe. Katika historia ya Tabora kuna hadithi maarufu ya Mtemi Isike. Pia alijulikana kama Isike mwana Kiyungi, ambaye aliishi na kupigana dhidi ya utawala wa kikoloni wa Kijerumani katika karne ya 19. Uteuzi wa uongozi. Isike alikuwa mtemi wa jadi ya himaya Unyanyembe, kundi la watu wa kabila la Wanyamwezi, akitawala kuanzia katikati ya miaka 1880 wakati Wajerumani walipokuwa wakiinua ushawishi wao ndani ya nchi. Kulingana na utafiti mbalimbali, Isike alithibitisha kama kiongozi aliyeweka mikakati ya kujilinda na kutetea jamii yake dhidi ya utawala wa kikoloni. Alijenga ngome ya kimkakati yenye kuta nzito ilijulikana kama Isinula ili kuzuia uvamizi wa Kijerumani. Upinzani dhidi ya Wajerumani. Wajerumani waliendelea kupigana dhidi ya watu wa Wanyamwezi wakiongoza mkuu katika eneo lenye utajiri wa biashara, na walijaribu mara kwa mara kuvunja ngome ya Isike. Mwishowe, baada ya vita vya miezi mingi, walifanikiwa kuvamia Isike kwa nguvu za silaha. Hapa historia inajikita uzito wa ushuhuda wa kijamii. Tunao, badala ya kukamatwa na kuishi chini ya kanuni za mifumo ya kikoloni, Isike aliamua kujitoa uhai kwa kujilipua na kujinyonga ndani ya ngome yake, akisema ni bora kufa kuliko kukubali utumwa. Hii ni hadithi maarufu na kinabii kati ya wanahistoria na makundi ya kijamii. Mahusiano ya jamii na utamaduni.
Kuna ushahidi kuwa jamii kwamba historia rasmi ya Isike haijasemwa kikamilifu katika vitabu vya historia vya kitaaluma kama ilivyo kwa wengine kama Mirambo, lakini jamii za Tabora hawakuhifadhi hadithi hizi kupitia mila na maonyesho, makaburi, ngome na majengo yaliyopewa majina kama Mtemi Isike Hall kama ishara ya heshima kwa ujasiri wake. Nukuu za wenyeji na vyanzo vya jamii. Ingawa rekodi rasmi za mahojiano halisi za wenyeji, yani audio au video, sio chanzo cha maandiko kinachopatikana mitandaoni, kuna nukuu na maelezo kutoka katika vyanzo vya kijamii mitandaoni vinavyoeleza Isike alikuwa kiongozi aliyejiwekea misimamo thabiti ya kutetea taifa lake bila kukubali ustawi wa adui wa koloni. Toleo la historia ya watu wa Kinyamwezi. Badala ya kukamatwa na kukubali utawala wa Kijerumani, Isike aliamua kufa huru ndani ya ngome yake. Chanzo ni jamii juu ya upande wa mwisho wa vita yake.